Abel. Ni karibuni kwenye session yetu ya leo. Mimi naitwa Frank Abel, nitakuwa moderator wa session hii ya leo. Nitakuwa na wenzangu wa Vertex hapa katika kuelezea na kuleta topic ya leo kwenu. So hii session itarekodiwa, nafikiri mmesikia hiyo notification, na tutaiweka kwenye YouTube channel yetu, sababu tunajua kuna watu wengi ambao huenda kwa ratiba mbalimbali wanaweza wakashindwa kujoin, lakini wanaweza wakafollow kwenye YouTube channel yetu, na tumekuwa tukiona watu wanaoangalia baada ya session ni wengi zaidi ya wanaoingia kwenye session, so tunaamini ni sehemu ya kufikisha ujumbe pia. Labda tu nianze kwa kusema Vertex ni nani? Vertex ni brokerage firm, ni one of the brokerage firm hapa nchini, iko kwenye industry hii ya capital market toka mwaka 1998 na tunafanya kazi nyingi, lakini chache nizitaje. Ni hiyo ya brokerage service kwa ajili ya ambao ni kusaidia watu wanaotaka kuuza na kununua hisa whether zikiwa kwenye initial public offer au zikiwa kwenye secondary market kule DSE, lakini pia tunashiriki na kusaidia watu wanaotaka kuuza na kununua bond hatifungani, ziwe za serikali au za corporate bonds, lakini pia tunatoa advisory services kwa makampuni na watu binafsi ambao wanahitaji mitaji, lakini pia tunafanya fund management, na kwa sasa tuna fund mbili ambazo ni Vertex Exchange Traded Fund, yani Vertex ETF ambao ni mfuko umeorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Nafikiri wengi wetu ni wawekezaji kupitia Vertex ETF, lakini pia tuna mfuko wa Vertex Bond Fund ambao leo ndo tutauzungumzia sana, mfuko wa Vertex Bond Fund. Last week tulikuwa na session nzuri ambayo tulikuwa tunatengeneza daraja la kuwa na session ya leo. Tuliongelea habari za uwekezaji kwenye hizi zinaitwa collective schemes, investment collective schemes, uwekezaji kwenye mifuko ya pamoja, mifuko ambayo inapata kibali cha ku pool fund from individuals na watu tofauti na taasisi, alafu inawekeza kwa niaba yao kwenye securities product mbalimbali, bonds na vitu kama hivyo, alafu inarudisha returns kwa wawekezaji. So tulitoa maelezo ya kutosha na tujibu maswali. Kwa kama kuna mtu anahitaji kuelewa zaidi kuhusu uwekezaji kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, ana uwezo wa kurudi kwenye YouTube channel yetu, ile session iko recorded pale, na atapata maelezo yale kwa muda wake vizuri kabisa. Lakini leo tunafanya deep diving kwenye Vertex Bond Fund, mfuko ambao ni moja kati ya mifuko tunayo manage sisi kama Vertex, na tunatamani tuweze kuelezea kwa mapana ili watu waweze kuelewa zaidi ya ambavyo tulifanya just snapshot kwenye wiki iliyopita. So fanya just summary ya vitu vichache kuhusiana, just simple summary. Yeye anaweza akaongezea pale ambapo kwa namna moja ama nyingine anaweza nikawa nimepaacha na akaona ni muhimu pia mwekezaji akapafahamu. Alafu baada ya hapo tunatamani leo tuwe na session ambayo watu watauliza maswali, watu waulize maswali ili tuweze kuwapatia majibu na tuweze kupata pia feedback kwa wale ambao tayari wameshawekeza. Niombe tu wale ambao mmewasha kamera, kama hakuna ulazima sana unaweza ukamute kamera. Sometime unaweza tukajikuta tunaona ambavyo hatupasi kuona. So kama hamna ulazima sana, naomba unaweza ukatoa kamera ukabakiza tu sauti.
Asante sana. So baada ya utangulizi huo, namwomba VD kama utaweza, naona umemute, kama unaweza kumute kamera yako VD. VD kama utaweza kumute. Yes, nakushukuru sana VD, asante sana. So nafikiri utaendelea kutusikiliza. So session hii ni maalum kwa ajili ya deep dive in the understanding of the Vertex Bond Fund, na kama kawaida huwa tunaongea kwa Kiswahili, lakini huwa kuna mahali tunachanganya kidogo lugha. So natamani nitumie dakika chache kuweza kuwapitisha kwa kifupi kwenye Vertex Bond Fund. Alafu Hamed, naomba ulipo tu jiandae, nitakuomba mahali fulani, of course kuna vitu nitakuomba specifically uviongelee. Kumbuka hii session itakuwa live kwenye YouTube yetu, YouTube channel, kwa hiyo watu wataendelea kuifuatilia. So kuna vitu nitahitaji uviongelee, wakati na kukaribisha nitakwambia. So nianze kwa kusema Vertex Bond Fund ni mfuko ambao ulizinduliwa mwezi wa 8 na ukawa katika initial public offer mpaka tarehe 10 mwezi wa 9, ambapo uwekezaji ulikuwa una minimum amount ya shilingi 500. Mfuko pekee ambao una uwekezaji, kiingilio cha kuingia kwanza uwekezaji ni cha chini sana, shilingi 500 ilikuwa, na hizi shilingi 500 tulikuwa tumeziweka kwenye vipande. Kipande kimoja kilikuwa kinauzwa shilingi 100 wakati wa initial public offer. Kwa msioelewa, initial public offer ni kile kipindi ambacho product inaingia sokoni kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kukusanya fund kwa mara ya tulianza trading ya huu mfuko moja kwa kutoka kwenye public, tuliziwekeza kwenye securities mbalimbali. Mtu mmoja aliniuliza, ametoka kuniuliza sasa hivi hapa, na nashukuru kwamba baada ya kumwelewesha ameweza kununua tayari vipande vya Vertex Bond Fund. Kwa hiyo ni mwekezaji tayari. Alikuwa anachanganywa na hili neno bond fund, kwamba alihisi kwamba hii na yenyewe ni bondi kama bondi za serikali, lakini nimemwelewesha kwamba lengo la huu mfuko ni collect fund kutoka kwenye public na kuiwekeza kwenye bond, kwenye hati fungani, ziwe ni za serikali au za corporates. Tunawekeza kule, tutakapowekeza tutapata zile coupons. Zile coupons zinarudi tena kwenye mradi kwenye fund, zinakuwa invested kwenye security za aina hiyo. So minimum amount kama nilivyosema ilikuwa ni shilingi 500 na bado inaendelea kuwa shilingi 500 mpaka sasa, na kila siku huwa tunatoa thamani ya mfuko, lakini thamani ya kila kipande pia inaitwa net asset value. Ili uweze kuipata hiyo, nafikiri muda ukiruhusu baadaye nitawapeleka kwenye website yetu, mtaona. Ili uweze kuipata hiyo, kila siku tunafanya na tunaishare kwenye website yetu. So hiyo net asset value ndio inaonyesha, kwa mfano kipande ambacho kiwa kinauzwa shilingi 100 wakati wa IPO, sasa hivi utakuta kinauzwa shilingi 107 plus. Kwa hiyo inakutosha kukuonyesha ya kwamba huo ndio ukuaji wa hicho kipande chako kwa huo muda husika. So baada ya kuanza kufanya trading, tumeendelea kupokea wawekezaji mbalimbali, lakini sifa kubwa nyingine ya huu mfuko ni kwamba huu mfuko hauna kiingilio. Yaani wewe ukishanunua vipande vyako, whether vya shilingi 500, vya shilingi 5,000, vya shilingi 50,000, 100,000, milioni 1, milioni 2, hakuna hela kwamba hii ni hela ya kiingilio kuingia kuwa mwekezaji kwenye Vertex Bond Fund. Na kama ilivyo kwamba hakuna hela ya kiingilio, pia hakuna hela ya exit tunasema. Hakuna kwamba sasa hiki ni kiwango ambacho inabidi ulipe ili uweze kutoka kwenye uwekezaji wako.
Kwa hiyo ni mfuko ambao umedesigniwa kwa ajili ya kumeet mahitaji ya Watanzania wengi ambao katika namna moja ama nyingine hawawezi kuwekeza kwenye sehemu zingine ambazo zinahitaji mitaji mikubwa. Kwa hiyo kiwango cha chini ni shilingi 500 kama nilivyosema, kiwango cha juu hamna, ni uwezo wako tu. Kama unaweza kuweka milioni 100 sawa, unaweza kuweka milioni 500 sawa, unaweza kuweka bilioni 5 sawa, lakini ni mfuko ambao ni sahihi kabisa na una returns nzuri ambazo zitakusaidia pia kuweza kufikia malengo yako ya financial freedom. Mfuko huu una taasisi ambaye ni mtu kisheria inaitwa custodian, ambayo ni benki ya NBC, na nimuombe tu Hamed atakapokuja kuongea. Nimepata maswali, baadhi ya watu wanauliza usalama wa hela zao ukoje, huyo custodian kazi yake ni nini? Kwa hiyo nafikiri Hamed utakapoongea ni moja kati ya vitu ambavyo nahitaji uviongelee kwa mapana kidogo, ili msikilizaji wetu wa sasa na ambaye atatusikiliza kesho na kesho kutwa kwenye YouTube aweze kuelewa kazi ya custodian ni nini. Lakini kama utojali, unaweza ukaelezea zile part zote tatu za huu investor, fund manager pamoja na custodian, lakini kama kuna part nyingine pia unaweza ukaielezea. So custodian ni benki ya NBC, na swali kubwa la mwekezaji yoyote huwa ni hili kwamba nitapata nini nikiwekeza na Vertex Bond Fund. Kwa mujibu wa document ambazo tulizitoa, offer document, tunaonyesha kwamba tuna expect returns za huu mfuko zitakuwa ni kuanzia 13% kupanda juu, na hiyo itategemeana na soko la security ambazo tutakuwa tumewekeza, kwa sababu hela yako tunaenda kuiwekeza kwenye government bonds, hizo treasury bonds, lakini na sehemu zingine. Sasa soko la fedha ambalo interest ndio returns yenyewe ya wakati husika itadetermine, lakini tunacho guarantee ni kwamba so far based on history, because we are guided by history, tunategemea kuwa na returns ya 13% na kuendelea. Wakati wa IPO, namna ya kuwekeza ilikuwa ni either utembelee branch za NBC Bank au matawi ya Posta, au utembelee kwa mawakala wa soko la hisa la Dar es Salaam, au uje Vertex ofisini ujaze fomu, alafu fanye deposit na ututumie. Hakikisha either unatutumia au kama ni kwa wakala unaziacha kwa wakala. Lakini katika kuhakikisha ya kwamba tunarahisisha process ya yoyote na mwekezaji yoyote aliyeko ndani na nje ya nchi ya Vertex Mobile Trading App. Kwa hiyo rafiki yangu Dennis, sasa hivi una uwezo wa kuwekeza kwenye Vertex Bond Fund kwa kutumia simu yako ya mkononi hapo hapo ulipo, na unaweza kuwekeza kuanzia shilingi 500 kuendelea. Hii ni hatua kubwa sana, na nilikuwa natamani last week tulionyesha, lakini nitamani kuplay video fulani ambayo inaweza ikakuonyesha sasa namna ambavyo unaweza kuwekeza kirahisi, lakini pia nafikiri huenda nikaiattach kwenye chat hapa kwa mtu atakayeweza kuichukua. So nimuombe fundi mitambo wangu kama yuko ready, aweze kuiplay ile video tuweze kuiangalia wote. Sasa una nafasi ya kuwekeza kwenye Vertex Bond Fund kwa urahisi moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Unachotakiwa kufanya ni kupakua Vertex Mobile Trading App kwenye simu yako. Kwa watumiaji wa Android, nenda kwenye Play Store. Kwa watumiaji wa iOS, nenda kwenye App Store. Baada ya kupakua app, fanya usajili kwa kutumia taarifa zako muhimu. Hakikisha unakuwa karibu na namba yako ya NIDA, barua pepe yani email, na namba yako ya simu utakayotumia kukamilisha usajili. Ukishajisajili na kuingia kwenye app, sogea chini hadi sehemu iliyoandikwa Mutual Fund. Kisha fuata hatua zifuatazo kufanya uwekezaji wako kikamilifu. Nenda kwenye sehemu iliyoandikwa Mutual Funds, kisha bonyeza
Anza uwekezaji leo. Baada ya hapo, ingia kwenye sehemu ya invest. Hapo utaelekezwa kwenye ukurasa wa kuingiza kiwango unachotaka kuwekeza, yaani amount. Unaweza kuwekeza kuanzia shilingi 500 na kuendelea. Baada ya kuweka kiwango, bonyeza submit buy order, kisha endelea kwa kubonyeza next. Utapelekwa kwenye sehemu ya kufanya malipo. Bonyeza make payment, ambapo unatakiwa kunakili au kukopi namba ya akaunti ya NBC. Kisha unaweza kwenda kufanya malipo kwa kutumia njia yoyote, iwe ni mitandao ya simu au benki, kwenda kwenye akaunti namba hii. Hakikisha unahifadhi picha ya uthibitisho wa malipo kwenye simu yako kwa ajili ya kuitumia kwenye hatua ifuatayo. Baada ya kufanya malipo na kuhifadhi uthibitisho wa malipo kwenye simu yako, rudi kwenye sehemu iliyoandikwa I have already paid. Hapo utaelekezwa kwenye ukurasa utakaokuomba ujaze taarifa zifuatazo. 1. Kiasi ulicholipa, yaani amount paid. 2. Kuambatanisha uthibitisho wa malipo, ambao utaenda sehemu uliyohifadhi ule uthibitisho wako wa malipo. 3. Njia uliyotumia kulipa. 4. Namba ya simu. Na 5. Sababu ya malipo. Ukimaliza, wasilisha uthibitisho wa malipo kwa kubonyeza submit payment proof. Vipande, yaani units ulizonunua, vitaonekana kwenye akaunti yako ndani ya siku 2 za kazi. Veltex Bond Fund ni suluhisho lako la uwekezaji. Sorry Frank, umemute kidogo. Halo, nasikika sasa? Yes. Ndio. Poleni, Pole. mtandao ulinitoa nje. Naamini ya kwamba mmeweza kuisikiliza ile video vizuri. Okay, nashukuru sana Jaka. Tutaipost kwenye chat hapa hiyo video lakini pia ukitembelea kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, YouTube, LinkedIn utaikuta
tumeiposti kule, itakuonyesha hatua kwa hatua namna ya kuweza kuinvesti kwa urahisi kabisa kupitia simu yako ya mkononi. Sasa nimkaribishe mwenzangu Hamed, anaweza akaongezea kidogo kwenye points ambazo ni vizuri mtu ambaye anahitaji kuwekeza kwenye Vertex Bond Fund akazijua. Sasa tunasema ukiwa informed una make informed decision pia. So nimwombe aweze kuelezea kidogo, lakini anapoelezea kama nilivyomwambia, ni vizuri akaelezea kidogo role ya custodian. Nafikiri maybe next time tunaweza tukaarrange tukawa nao pia katika kuhakikisha fund inafanya kazi vizuri. Custodian ana play part gani? So Hamed, karibu kwa nyongeza na yale maeneo ambayo huenda nikawa nimeacha, then tutawakaribisha wadau waweze kuuliza maswali. Karibu Hamed. Sina hakika kama Hamed ananisikia, maana amemute. Hamed. Okay, jamani, nyinyi wengine mnanisikia? Yes, unasikika vizuri. Tunakusikia. Okay, ninahisi kuna changamoto ya mtandao leo. Nimeambiwa maeneo mengi sana na umeme unakata, lakini mimi nilipo ulikata mchana, sasa hivi upo, so huenda ikawa inachangia pia kwenye mawasiliano. So Hamed nimeona amemute, lakini nitaendelea kumtafuta. Ni ombe tu kuruhusu flow sasa, kama kuna mtu ana swali la uelewa, lakini nitafurahi pia kama kuna mtu ameweza kujaribu kununua vipande vya Vertex Bond Fund na huenda amepata changamoto yoyote, anaweza akatuambia pia. Unaweza, sio lazima uwe na swali, unaweza ukawa na maoni, unaweza ukawa na pongezi, unaweza ukawa na maeneo ambayo unahisi tunahitaji tu improve. Yani nyinyi ni wadau wetu, ni wadau. Kwa hiyo maoni yenu huwa tunayatumia pia kuboresha huduma zetu, lakini pia kuwaletea vitu ambavyo mnavihitaji. So nilimwona Anton, kama sijakosea. Anthony ni mdau wetu mkubwa sana wa hili jukwaa. Karibu sana Anton. Wakati huo Anton mwingine anaweza akafollow pia. Anton, karibu sana. Yes, habari za jioni jamani. Salama Anton. Sawa, mimi kwa upande wangu naweza nikatoa tu recommendation kwa wenzangu ambao maybe wanaanza kuinvest kwenye huu mfuko wa Vertex Bond Fund. Kwa uelewa wangu mkubwa ni kwamba niwape tu ushauri kwamba msisite kutokuendelea kufanya kununua hivi vipande vya Vertex Bond Fund, kwa sababu mwisho wa siku hivi vipande vinaweza vikaja kuwa kama collateral kwenye sehemu za benki kuchukulia mikopo. Na pia hii mifuko ya mutual fund mara nyingi imekuwa na faida kwa watu wengi, sababu kwanza inakusaidia kutengeneza labda kuna pesa kwa kustafia. Pia inakusaidia kwenye mambo mbalimbali, either inaweza kama vile unatengeneza mfuko wa dharura. Na kwa njia moja nyingine pia ni kitu ambacho pia unaweza ukaanza kwa train hata watoto wako kwa kipindi hichi ambacho wako likizo. Unaweza ukawaelekeza kwamba the way jinsi mfuko huu wa Vertex Bond Fund unavyoperform, ili na wao mwisho wa siku wanapozidi kukua wanakuwa wanapata ile elimu ya kujua exactly kwamba kumbe baba naye anawekeza au mama anawekeza, na mimi basi nifuate nyayo za baba au za mama. Na kingine pia nipende kuwashukuru pia Vertex kwa kuleta mfuko. Umekuwa ni mfuko ambao ni shindani kwa mifuko mingine, na pia umekuwa ni mfuko ambao unatumotivate sisi wawekezaji tuweze kutafuta pesa za kuendelea kuinvest kwenye mfuko. Asanteni. Anthony, nakushukuru sana Anthony kwa nyongeza nzuri. Ulichokiongea ni sahihi kabisa Anthony. Nilikuwa najaribu kufanya hesabu fulani hapa kwamba ukiangalia vijana wetu wanaomaliza vyuo wengi wanalalamika kwamba
wanapotoka vyuoni hawana mitaji hata kama wakitaka kufanya biashara, au fani walizozisoma zinawaruhusu kufanya biashara. Lakini sijui kama ushawahi kujiuliza ya kwamba hivi kijana ambaye anapata bumu aliyeko chuo akiamua kila siku akawa na consistency kwamba kwa kila siku ya mwaka aweke shilingi 1,000 tu kwenye Vertex Bond Fund na kupatia hiyo homework, nenda kaulize hata kwenye ChatGPT kwamba hivi mtu anayeweza kuweka shilingi 1,000 tu kwa siku kwenye mfuko kama Vertex Bond Fund kwa hizo interest ambazo nimezimention hapo, baada ya miaka mitatu atakuwa na shilingi ngapi? Unajua kuna vitu vingine tu tunalalamika, lakini huenda ni kwa sababu tu ya maarifa. Lakini vipi kuhusu mtoto ambaye kama rafiki yangu Anthony alivyosema, akianza kuwekewa kutengenezewa tabia hii ya kuweka taratibu. Mtoto alianza darasa la kwanza, akawa mzazi akamtengenezea, kwa sababu shida kubwa ambayo tunatukabili sisi ni tabia. Yaani hatuna tabia ya hatuna tabia ya uwekezaji, hatuna tabia ya saving. Yaani watu umekuja kwa ajili ya kusaidia changamoto kama hiyo, na sasa tunakuletea kiganjani, yani Vertex Bond Fund iko kiganjani kwa ajili ya kukusaidia kufanya uwekezaji uwe rahisi zaidi. So asante sana, tutarudi kwenye chat pia. Maybe kuna mwingine ambaye anahitaji kuongea kitu, aidha kuuliza au kusema kitu chochote. Karibu. Asante Frank, naomba kuuliza. Karibu Dennis. Asante kwa maelezo na information ambayo umetoa, tunashukuru sana. Nitaka kujua au ungeweza kuzungumza kidogo kuhusu withholding tax kwenye hii Vertex Bond Fund, sijui ina apply au iko vipi? Asante. Asante sana Dennis. Najaribu kuangalia, sioni swali. Sasa nirudi kwenye swali la Dennis. Dennis, kwanza nakushukuru kwa hilo swali. Nahitaji nilijibu kwa Ahmed, umesharudi? Hello Frank, nimerudi. Samahani, nilikuwa na changamoto kidogo ya network. Pole. Asante. Pole, nafikiri kuna kaupepo fulani kalipita hapo, hata mimi linitoa. Sawa. Na kusikiliza Frank, kuhusiana na swala la mwekezaji, ungependa nili address? Yes, nilikuwa natamani najua ulinisikiliza mwanzo mpaka mwisho, ulipotea tu pale mwishoni. Kwanza nitamani kama kuna kitu cha kuongezea kidogo kwenye maelezo yangu, lakini kikubwa ambacho mimi nilikuwa nakitamani, nimepata maswali mengi sana ya watu wanauliza kuhusu role ya custodian. Kwa hiyo kama na wenyewe unaweza kuelezea kidogo, alafu sasa uje ujibu swali la Dennis la withholding tax ndapo atataka kutoa uwekezaji wake. Karibu Ahmed. Asante sana Frank, nafikiri maelezo yako yalikuwa ni mazuri sana na kwa kiasi kikubwa amejitosheleza. Lakini kuhusiana na custodian, labda kitu kikubwa cha kuongea ni kwamba hii Vertex Bond Fund mali za ni mfuko wa wawekezaji, unamilikiwa na wawekezaji wote, na kwa uhakika zaidi wa asset au mali za wawekezaji ni kwamba kumelazimika, sheria imetaka kuwe na huyu tunaita mtunza hazina wa mfuko au custodian. Kwa hiyo hii ni kuhakikisha kwamba mali au uwekezaji wa wawekezaji wote huko katika mikono salama, na utaona kwamba sheria inataka custodian huyu awe ni benki ambayo ina reputation nzuri. Kwa kesi yetu ya Vertex Bond Fund ni NBC, kwa nafikiri wawekezaji wanaweza kaona
NBC ni miongoni mwa benki kubwa Tanzania, ina rekodi ya kufanya vizuri kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni benki ambayo ina uwezo mkubwa wa kusimamia mifuko kama hii, na tayari ina uzoefu katika mifuko mingine ambayo imetangulia kabla ya Vertex Bond Fund. Labda kuhusiana na swali ambalo utaniambia kama kuna kitu nimeruka, kuhusiana na swali la mwekezaji la withholding tax. Hizi withholding tax zinakuwa hazipo kwenye mifuko kama hii, mfano mfuko wa Vertex Bond Fund. Kwa hiyo utaona kwamba kama mwekezaji atataka kuja kuuza vipande vyake anavyomiliki, hakutakuwa na kodi yoyote, lakini pia na mfuko hautomtoza chaji yoyote. Kwa hiyo withholding tax au kodi ya zuio hiyo yenyewe haipo au haichajiwi katika mfuko, wala pia kodi ya ongezeko la thamani haipo kwa sasa. Asante Frank. Asante sana Hamed. Niongezee tu hapo alichokisema Hamed. Unajua kuna Dennis, kuna fursa ambazo Watanzania wengi sana hatuzijui. Uwekezaji kwenye hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja, serikali ina encourage. Kwa hiyo najua Dennis wewe una ABC accounts ya finance. Ni maeneo ambayo serikali inayapatia tax incentives ili watu waweze kuwekeza. So kama wewe umeweka bilioni yako moja Dennis kwenye Vertex Bond Fund na ikaishia kupata returns ya 13% ambayo ni milioni 130, yani unaichukua milioni 130 mwezi wa kama ni Desemba au Januari, unaenda kufanyia unachofanyia bila kukatwa chochote. Na nafikiri nilisisitiza pale mwanzoni kwamba hakuna gharama au fee ya kuingia wala hakuna fee ya kutoka. Tunapiga kelele hivi kwa sababu tunajua potential iliyoko kwenye mifuko ambayo tunaamini kwamba Watanzania wengi sana waifahamu. Lakini kwa faida ya wengine, niombe tu kuambia ya kwamba offer document ya hii mfuko iko kwenye website yetu. Ukiingia kwenye website yetu, tamani kama naweza kuingia hapa. Ukiingia kwenye website yetu Vertex vertex.co.tz, ukiingia kwenye website yetu kuna sehemu imeandikwa products. Nataka nionyeshe hapa. Na wa encourage sana wawekezaji wenzangu tuwe tunasoma hizi documents. Tumeiweka hii document hapa, unaweza ukaidownload. Vertex Bond Fund. Naomba just Dennis uniambie kama unaiona screen yangu. Yes, naiona Frank. Okay, so ukiingia kwenye website yetu kuna sehemu imeandikwa products. Pale products iko Vertex Bond Fund, afu iko Vertex Exchange Traded Fund, yani Vertex ETF. So hapa chini utaona kuna download prospectus. Hii prospectus ina page 46. Sio lazima uzisome zote siku moja. Unaweza ukaidownload ukakaa nayo. Kwa mfano unataka kujua kuhusu kodi, just search pale, andika tu tax itakuja. Hii offer document imeelezea kwa kiunagaubaga sana kuhusu mfuko. So nilikuwa nawaomba tu kwamba at your own time unaweza ukaidownload ukawa nayo. Ni document ambayo ndio document kiongozi ya uendeshaji wetu wa mfuko. So nilikuwa nahitaji tu kuongezea hilo Dennis. Back to our discussion, niliona kulikuwa kuna chat kuna vitu ambavyo inabidi tu address, na muda naona nakimbia. Dennis, nakurudia. Eric Mali anasema yeye ana changamoto ya CDS. Nimeomba msaada kwa kipindi kirefu kutoka kwenu, naomba msaada tafadhali. Eric, hii kitu inatatulika kwa haraka kabisa. Nikuombe, nimeona Samuel amesha kujibu hapo. Naomba kama utojali Eric, tupatie namba yako hapa Eric, Samuel aichukue. Ninakuahidi kabla ya siku ya kesho kuisha tatizo lako litakuwa limetatuliwa, sababu kuna portion inahitaji watu waingie kwenye system. Kwa naomba by kesho. So Eric, kama utojali, hiyo ni changamoto ambayo inatatulika. Dennis, nakurudia. Alafu kuna mtu anaitwa
Amiri Thabiti. Amiri Thabiti huwa ni mteja wetu mkubwa sana na mdau wetu mkubwa kwenye hili jukwaa. Anauliza tofauti kati ya mutual fund, money market fund and collective investment scheme. Na kama kutakuwa kuna AGM kila mwaka. So Hamed, kama uko kwenye position nzuri, naomba umjibu Amir. Na unajua unapomjibu ni majibu pia ambayo yatasikilizwa na watu wengine watakaofuatia hii session baadaye. Karibu Hamed. Asante Frank. Nimeona swali, actually nilikuwa na type kwenye chat box hapa kwa ajili ya kumjibu, lakini okay, amezungumzia vitu vitatu: mutual funds, money market fund na collective investment scheme. Sasa collective investment schemes ni mifuko ya uwekezaji kwa pamoja, ambayo mostly ni terminology inayotumika katika Commonwealth. Commonwealth ni nchi ambazo zipo katika hii tuseme kama mamlaka ya Uingereza na Malkia. Nafikiri watu wanaelewa, ndio term ambayo inatumika zaidi. Lakini mutual fund ni term ambayo ni terminology inatumika katika masoko ya Marekani hasa, ndio wanazungumzia mutual fund. Kwa hiyo ni terminology tu. Kwa hiyo mutual fund na collective investment schemes ni kitu kimoja, lakini kimekuwa na terminology tofauti kutokana na maeneo hayo tofauti. Sasa ukija kuzungumzia money market fund, hii ni miongoni mwa aina ya collective investment schemes au mutual fund, ambayo hii imekuja kwa ajili ya kuonyesha kwamba mfuko ambao umewekeza sehemu gani. Kwa hiyo ukisikia money market fund ni kwamba huu ni mfuko ambao umewekeza katika tunasema kwamba rasilimali au asset za muda mfupi, na mostly inakuwa ni katika hati fungani, lakini pia katika fixed deposit, lakini zinakuwa ni muda mfupi. Muda mfupi tunazungumzia mwaka mmoja au miezi 12 kushuka chini. Kwa hiyo hapa hizi term mbili, mutual funds na collective investment schemes, ni kitu kimoja, lakini hii money market fund ni derivative ya hizi term mbili. Ndio maana utakuta kunakuwa na fundi nyingine, labda Vertex Bond Fund. Vertex Bond Fund inaonyesha kama ni fund ambayo inawekeza kwenye hati fungani ambazo ni za muda mrefu, ndio maana tumesema bond. Kwa hiyo kurudi kwenye swala la AGM, nafikiri kama ulivyozungumzia kwa prospectus, AGM itakuwepo kila mwaka. Mfuko ndio umeanza, ukitimiza mwaka mmoja itakuwa na AGM ambayo kwa sababu tumechelewa kwanza, tumeanza katikati. Nafikiri AGM imepangwa kila Disemba. Kwa hiyo tutarajie Disemba, kuanzia Disemba ya mwakani tutaanza kuwa na AGM ya kwanza, ambapo investors wote wa mfuko wataweza kuhudhuria na kushiriki na kuuliza maswali, na maswala yao kujibiwa, na mambo muhimu kuhusiana na mfuko ikiwemo utendaji kazi wa mfuko, hesabu, vitatangazwa kwenye hiyo AGM. Kwa hiyo definitely AGM itakuwepo, na huo ndio ufafanuzi wa swali hili ambalo limeulizwa na mwekezaji, ambao ni swali zuri sana, limetoa nafasi ya kuelezea vitu ambavyo pengine tusingeelezea mpaka tunamaliza. Asante sana. Asante sana Hamed. Ni kama Dennis alikuwa na swali, unless kama limeishajibiwa Dennis. Yes, limeshajibiwa. Asante Ahmed. Asante sana. Karibu Dennis. Okay, so jamani, Vertex Bond Fund ni suluhisho la uwekezaji wako. Yaani sasa hivi ukibid kwenye bond zile za treasury bond, kwa bahati mbaya ukakosa, kwa sababu sio wote wanaopata hiyo hela yako, usiache njoo iweke kwenye Vertex Bond Fund, hata kwa wakati ambao unasubiria mnada mwingine. Ni rahisi kuweka kama tulivyowaonyesha, na nitajitahidi kupesti hiyo video hapa pia, lakini ukienda kwenye YouTube channel yetu, ukienda kwenye Instagram, lakini hata kwenye LinkedIn tutazipost pia, ikusaidie kupatia step by step guidance ya namna ya kuinvesti. Kwa kama una hela yako unategemea kuispend labda miezi 3, 4, 5 ijayo, usiache tu ikakaa mahali fulani ambapo haizai. Hela inazaa jamani, na sehemu pekee ya hela kuzaa ni kwenye mfuko kama huu
wa Vertex Bond Fund. Nashukuru sana, nimeona tayari hii video imewekwa kwenye chat, so niwaombe mnaweza mkaidownload. Safe Daddy anasema kujiunga na Vertex Bond Fund ni lazima mtu awe na CDS number. I think sio lazima, lakini Ahmed anaweza akasema sio lazima, ila kwa nini Safe usiwe na CDS number wakati CDS number haina gharama yoyote kuwa nayo? haina gharama yoyote kuwa nayo CDS number. Unajua lazima tujifunze kutumia vitu ambavyo ni vya bure kuvitumia. CDS number inahitaji tuwe na namba yako I think ya NIDA, unaweza kufungua. So ni kuombe tu kwamba jitahidi uwe pia na CDS number. Ni hatua mojawapo ya uwekezaji. Mohamed Mamba nafikiri amemjibu nani, Hamed amemjibu. Mimi ni binafsi ni mgeni kabisa kwenye hili Vertex Bond Fund. Naomba kupata uelewa, nawekeza kwenye bondi kwa muda gani, faida yake inakuwa kila mwezi au kila siku, kwa hiyo naomba ufahamu wa utendaji. Hamed amekujibu. Huyu nafikiri ni mheshimiwa. Mheshimiwa, kama utojali, tunaomba utupatie kontakti zako. Tutakupatia mtu atakutafuta kesho, atakuelezea kwa kile ambacho unahitaji. Nimemwona Veronica, sijui ni Veronica ambaye namfahamu au si, ataniambia. Yeye anasema mimi niwapongeze Vertex kama mwekezaji mpya, sijawahi watafuta na wanisaidie, inaweza pita masaa kadhaa ila watanirudia tu. Navyojua sisi wageni wa soko huwa tuna hofu isiyopimika, na huwa naona kwa group watu wakisema Vertex hampokei simu. Mimi nina shuhuda, kabla sijachagua Vertex awe broker wangu, niliwahi wapigia simu broker A and B na zaidi ya mara 10 ili ninunue ETF ilipotangazwa, na walipoona call zangu hawajanirudia. Hata nikahisi ni kanuni za broker, hawawapigii simu wateja wapya. Lakini Vertex nilipata changamoto ya kufungua app yao hadi nilikuwa naulizwa nilipofikia ili iwe sawa. Hitimisho, siwatetei broker Vertex, ila panapohitaji maua tuwape na palawama tuwape pia, ila ili wawe bora zaidi. Asanteni sana. Veronica, asante, you have made our day. Of course, sisi tunachukua maua, tunayachukua na lawama tunazichukua. Wanasema kwamba wakati fulani usikatae kurushiwa mawe. Hayo mawe unaweza ukayatumia kujenga msingi imara sana wa nyumba. So sisi tupeni yote, lakini pia msirushie tu mawe siku zote jamani. Veronica, tunakushukuru. Tunajitahidi kadri tunavyoweza. Wako watu ambao wanatupigia simu, kwa bahati mbaya tunazimiss, lakini tunawarudia. Bahati mbaya hao watu hawatoi ushuhuda hapa. Nashukuru Veronica, umesema kwamba pamoja na kwamba unatutafuta wakati fulani hautupati, lakini huwa unaturudia na huwa tunakurudia na tunakupatia suluhisho. Asante sana. Mheshimiwa Mamba kama imejirudia, yes. Ametoa namba. Ahmed, naomba na wewe uichukue na mimi naichukua. Tutakupigia mheshimiwa. Sisi kazi yetu kubwa sana hapa ni kupata watu wapya, kwa sababu bado kuna siku tutakuja na statistics hapa kuwaonyesha namna gani ambavyo sisi bado kwenye uwekezaji kwa maana ya namba ya wawekezaji. Safe Daddy anasema, Ahmed, naomba uisikie hii. Anasema asante, nitawahamasisha watu wangu kwanza wafungue hisa kiganjani kisha waanze uwekezaji wa VBF. Safe, hamasisha jamani. Kitu kizuri huwa tunashare na wenzetu. Kwa mfano hapa tumewatumi video inayoonyesha namna gani ambavyo mtu anaweza akawekeza kuanzia shilingi 500. Hivi kweli Dennis, hauna mtu ambaye ukimtumia ile video naamini ya kwamba anaweza akafanya hivyo? Au Anton. So na sisi tuwasaidie watu. Kuna siku mtu atakushukuru, sio tu kwamba ulimpa hela, lakini ulimpatia information sahihi ambayo ilimsaidia kuweza kumpatia financial freedom. Tena pengine inaweza ikawa miaka 5, 10, 20 ijayo, akasema nakushukuru
uliwahi kunisaidia kitu fulani mahali fulani, ambacho kwa kweli ile information imenisaidia sana. So Seif, tunakushukuru sana, karibu sana kaka, na kama unahitaji any support ya watu wa kuwaelewesha, sisi tuko tayari kufanya hivyo. Vertex Bond Fund, nataka niwahakikishie, kama una hela yoyote mahali fulani, sitaki kupataja, wewe unajua mwenyewe, hakuna haja ya kukaa na hela kwenye simu eti unataka uitumie miezi mitatu ijayo. Hiyo hela iweke kwenye Vertex Bond Fund. Kuna kitu ambacho sikuelezea pale. Hela yako una uwezo wa kuipata within 3 working days. Yaani ukisema ya kwamba unauza vipande vyako, utapata hela yako ndani ya siku 3 za kazi. Hii sio ile ya kusubiria mpaka apatikane mnunuzi. Nafikiri hicho kitu hatujawaelezea, lakini kiko kwenye prospecta. Hatusubiri mpaka upate mnunuzi. Wewe kama unataka kuuza vipande vyako, provided vimefuata masharti yaliyoko kwenye prospecta ya minimum amount ambayo unatakiwa uwe nayo kabla ya kutoa kwenye Vertex Bond Fund, utaweza kutoa pesa yako ndani ya siku 3 za kazi. So ni wa encourage wote tulioko hapa na wale wote ambao watasikiliza, kwa sababu unajua watu wengi wataendelea kufuatilia hii kwenye YouTube. Yoyote ambaye anasikiliza, iwe ni leo au baada ya siku ya leo, jitahidi kuhakikisha ya kwamba una share information hii. Una mama yako, una mjomba wako, una shangazi yako ambaye anategemea kustaafu miaka 2 mitatu ijayo. Akistaafu, hela yote asipeleke kufanyia vitu ambavyo haviingizi pesa. Aweke hela sehemu kama hii. Atapunguza kuwalaani watoto wake na ndugu kwa kutomsaidia, kwa sababu kama atakuwa anapata hizi returns kila baada ya muda fulani, zitakuwa zinamsaidia kumsustain kwenye maisha. Asante Hamed, naona umemjibu Mary. Mary itapanda, nafikiri not more than end of the day kesho. Hii session itakuwa imepanda kwenye YouTube channel yetu na utaweza kuifuatilia. So nafikiri kwenye maswali ya kwenye chat na wale ambao walikuwa wanahitaji msaada tumeweza kuwasikiliza. Huenda niulize kama kuna mtu ana la sivyo basi tuendelee kwenye kumalizia. Okay, naona kimya. Mimi ni waombe tu. Kwanza naomba wote tuweze kuichukua hiyo video ambayo itakuguide step by step namna ya kuwekeza. Alafu anza kuwekeza hata leo. Anza hata na shilingi 500. Tunasema uwekezaji ni tabia. Uwekezaji ni tabia. Ukiamka asubuhi, wengi wetu, na sio wote, wengi wetu ukiamka asubuhi, utapiga mswaki hata bila kufikiri namna ya kupiga mswaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari akili ushaitengenezea kwamba nikiamka asubuhi lazima nipige mswaki kabla sijaoga nikatoka kwenda kazini au kwenda kwenye biashara zangu. Uwekezaji nao ni tabia kama hiyo. Ukiweza kuijenga taratibu, mimi nimejiwekea baada ya Vertex Bond Fund sasa kupatikana kwenye simu yangu ya mkononi, nina uwezo, nimejiwekea kila siku lazima nitume kiasi fulani cha fedha, hata shilingi 500. Kwa hiyo inanitengenezea tabia. Sasa ile tabia, nitakapopata hela kabla sijafanya chochote, kuna kitu kichwani kitaniambia tuma kwanza hela kwenye Vertex Bond Fund. Iache huko. Iache huko, utaona. Na mara kwa mara nimekuwa nikiwaonyesha kwamba ni mfuko unaofanya kazi vizuri sana so far, na ukitembelea kwenye website yetu utaona trending ya namna ambavyo Vertex Bond Fund vipande vyake vimeendelea kupanda thamani as days goes on. Utaona kwenye website yetu, na niwaonyeshe tu namna ya kuona pia kwenye website yetu. Ukiingia kwenye website pale, ukiingia kwenye website, kitu cha kwanza utakachokutana nacho, utakutana na hiyo navi
net asset value ya siku ya nyuma. Kwa mfano hapa tuna navi ya tarehe 12 siku ya Ijumaa, ambayo inaonyesha kwamba kipande kilikuwa kimefikisha thamani ya shilingi 107.33. Nafikiri Dennis ulikuwa na sisi toka kwenye IPO. Kwa lugha nyepesi, mtu aliyeweka milioni 10 wakati wa IPO akaendelea na shughuli zake, atakuwa amepata mpaka Ijumaa. Kama angeamua kuuza vipande vyake, alikuwa na uhakika wa kupata shilingi 700,000 kama faida ya uwekezaji wake. Aliyeweka milioni 100 wakati wa IPO alikuwa na uhakika wa kupata milioni 7 mpaka Ijumaa. So unaweza ukaona hizi, lakini ukiingia kwenye product husika ina history ya hizi net asset value pale chini utaziona. Huenda mtandao wangu ukawa sio mzuri sana, lakini hapa utaona kuna data katika table, lakini pia kuna chati. Chati naona imeonekana. Unaweza ukaona hii ni chati inaonyesha namna gani ambavyo mfuko umekuwa, thamani ya mfuko imekuwa kwa mpaka tarehe 12. Of course ni kwa sababu ya space, lakini Vertex Bond Fund inakuwa kila siku, kila wiki, kila mwezi, na usisahau ya kwamba ni compounded. Kwa hiyo ni sehemu sahihi sana. Weka tu hela. Nawaambiaga watu wengi kwamba haya mambo, just start with something ambayo haikuumizi. Yani ile hela ambayo unajua kwamba hii ni hela nikitoka na washikaji na uwezo wa Ahmed ameiongezea hapa, hela inayopatikana, interest inayopatikana Margaret, inakuwa reinvested na mfuko unakuwa kila siku. Wale ambao watafollow baadaye wasipoziona hizi chart, Margaret Alois Kimaro alikuwa anaulizia bond fund interest inatolewa kila baada ya muda gani au inakuwa reinvested kwenye fund. Ndio tunasema huu mfuko hela yako ya interest inayopatikana kila siku inakuwa reinvested. Kwa hiyo maybe ikifika point fulani unasema unataka ka portion fulani ka hiyo interest kwa ajili ya kumeet some demands za maisha, unaweza ukauza baadhi ya vipande, lakini tunakushauri uiache hela yako kwa muda fulani, hiyo iweze kufanya. Muda una nguvu sana, nasema ina compound. Shilingi 100 ya leo itakuwa na shilingi 100 labda na moja. Ile 101 na yenyewe ikizaa haitozaa kama ambavyo 100 ilizaa, itazaa zaidi. So huku ni sehemu sahihi sana. Mimi nawahakikishia kabisa ya kwamba ni mfuko ambao umekuja na ubunifu mkubwa, na lengo kama tulivyosema ni kusaidia kuongeza financial inclusion kwenye jamii yetu kwa ujumla. So tutaendelea kutoa updates za mfuko kunaelekea mwisho. Anton, karibu. Naona mkono wa Anton na hisi utakuwa ni mkono wa kwanza, ule wa mwanzo. Anton? Yes, naomba nichangie kitu cha mwisho. Yes, karibu Anton. Hello? Yeah, kuna swali ulizungumza kuhusiana na kwa convince baadhi ya watu waweze kujoin kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Just for the first time kibidi na convince baadhi ya marafiki zangu na watu wengine. Kwa mara kwanza ilikuwa ni difficult kwa kuweza kuelewa exactly kwamba mifuko inafanyaje kazi, lakini as times goes on na mimi jinsi nilipokuwa nawaelekeza na kwa namna na mimi nilipokuwa nafanya kwa vitendo, kuna watu ambao walikuja baadaye wakawa convinced kwamba ni mifuko ambayo iko salama na ni mifuko ambayo inatoa riba shindani na ni mifuko ambayo inaendeshwa inaendeshwa kisasa zaidi na ni mifuko ambayo unaweza kuona kile ulichokiwekeza kinakuwa kwa asilimia ngapi. Sababu for the first time watu wengine wanasema sasa mifuko mnawekeza kuna usalama. Nikamwambia usalama upo na nikawapa evidence za usalama ulivyo na the way jinsi mifuko inavyokuwa run. Mwisho wa siku kuna baadhi ya watu walikuwa convinced wakaanza kuinvest na kuna ambao wengine walisema tupe muda
tuendelee kujitafakari. Nikamwambia lakini mkijitafakari, tafuteni pia muda mwe mnasoma hivi vitu vya masuala ya uwekezaji, vitawapa knowledge, na mwisho siku na nyinyi mtakuwa convinced, na mwisho siku mtaweza kuweza kujoin kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja. Asanteni. Asante sana Anton. Niwaombe tu kwamba muda wetu umetutupa mkono. Tutaendelea kuwa na hizi session. Hata wiki ijayo tutakuwa na session na tutaendelea kutoa elimu zaidi kwenye Vertex Bond Fund, update zozote ambazo tutakuwa nazo kwenye application na kokote pale tutazidi kuambia, lakini tembeleni mitandao yetu ya kijamii Instagram, tuna YouTube channel, tuna LinkedIn, kule tutakuwa tunatoa pia updates mbalimbali. Lakini nachotaka tu kuambia ni kwamba Vertex Bond Fund ni suluhisho la uwekezaji wako. Mwambie mwingine, anzeni mahali fulani unapoweza kuanza. Namuona Masangu Digobe hapa, huyu ni investor mzuri sana wa Vertex Bond Fund. Kila anapowekeza huwa ananitumia slip ili niweze kufuatilia. Na kushukuru sana kaka na respect your commitment kwenye investment. So baada ya kusema hayo, ni washukuru sana kwa wale ambao mmejoin na niwatakie jioni njema. Kama kawaida tu, mtu mmoja wawili anaweza akawasha mic tukaagana, then tukutane next week. Lakini usisahau kuchukua maelezo ya namna ya kuinvest kwa kutumia simu yako ya mkononi. Asante sana. Asante Amiri. Shukrani. Thank you for the good Asante session. sana. Thank you sir. Thank you. Dennis, asante sana. Asante. Asante Martha. Asante sana. Asante sana Mr. Frank. Asante sana Festo. Asante sana, karibu. Asante ndugu Frank kwa maelezo mazuri, tunashukuru. Asante sana kaka. Asante sana Lusekelo. Asante Onere. Asante sana. Huyu ni Veronica huyu. Asante Veronica.